Wazazi oye! Uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Iringa vijijini oye! Nashukuru sana mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, katibu wa wazazi, kaimu katibu wa wilaya na wajumbe wa kamati ya utekelezaji wa wilaya na wajumbe wote wa wazazi waliofika hapa. Kwanza poleni kwa safari na karibuni katika baraza hili. Hongereni sana. Leo tuko katika baraza la wazazi. Hili baraza na katika hii jumuiya ya wazazi ni jumuiya ambayo inatulea sisi wote. Hii jumuiya ya wazazi ndio inayotupa malezi katika jumuiya zote. Kwa hiyo lazima mujipongeze kwanza katika hii taarifa iliyosomwa. Sasa wazazi, mmeona mmekamilika. Kwa mwenyekiti wenu na katibu wenu wamefanya kazi kubwa kwa kuwashirikisha nyinyi ili kuweza kufanya kazi za jumuiya na kuweza kushiriki katika uchaguzi mkuu uliopita, ambayo tumepata ushindi mkubwa sana na mmetupa heshima kubwa Iringa vijijini kwa pasenti 99 point kwa Mheshimiwa Rais na pasenti 98.7 kwa Mheshimiwa wabunge na madiwani. Tujipige makofi. Nimeamua kusema hiyo kwa sababu chama chochote dhamira yake ni kushika dola, na dhamira ya kushika dola ni kutafuta kura, na kazi hiyo tumeifanya. Kwa jumuiya ya wazazi umefanya kazi vizuri sana, hongereni sana. Jumuiya zote za vijana, UWT na chama tulishirikiana sana katika kampeni, tukafanikiwa kupata hizi kura na ushindi huu nono ambayo tumemheshimisha rais wetu na wabunge wetu wote wameshinda na madiwani wote. Kwa hiyo hongereni sana. Hii jumuiya ya wazazi ni jumuiya kama nilivyosema, ni ya ulezi, jumuiya ambayo inatulea. Kwa hiyo haitaki iwe na lele mama katika kujenga jamii bora ya vijana wetu. Kwa hiyo naomba nasaha nawapa wazazi, tuendelee kushuka chini kuwalea vijana wetu wawe na maadili, wawe ni vijana wazalendo wa nchi yao, vijana ambao wanaipenda nchi yao na wanaiona nchi yao ni nzuri, ili wasifanye matukio mabaya ambao wanapata vishawishi ya kuleta kutoa amani na vitu vingine. Kwa hiyo sisi tuwalee vijana wetu katika malezi bora ambayo tupate jamii nzuri ambayo ina uzalendo katika nchi yake, kwa sababu sisi jumuiya hii ikiendelea kututunza vijana, tutakuwa na jamii nzuri ambayo itakuwa na taifa kizuri. Kwa sababu nimesema hivyo kwa sababu mimi nimetokea jumuiya ya vijana, kuanzia tu siasa, nimeanzia siasa kutoka tawi, nimekuja kata, tumelelewa na hawa wazazi. Kwa hiyo nikafika mpaka kuja kuwa mjumbe wa wazazi. Kwa hiyo tunalelewa huku, tunakuja mpaka huku juu, mpaka nimekuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa kwa vipindi vinne. Nawashukuru sana. Kwa hiyo ninachozungumza kwamba jumuiya ya wazazi ndio nguzo ya malezi ya sisi jumuiya zote. Kwa hiyo nawapa hongera sana jumuiya ya wazazi kutoka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti ni mzezi wangu huyu na katibu, huwa tunashirikiana sana. Hii jumuiya nimekuwa mara nyingi sana nashirikiana nao, tunachangiana nao, lakini jumuiya ambayo kusema kweli kama alivyosema katibu imekuwa haipati michango ya kutosha. Kwa hiyo jumuiya inakuwa nyuma sana. Kwa hiyo naomba nyinyi wajumbe katika michango yenu ya wanachama mjitahidi kuchangia, na sisi tutaendelea kuwapa nguvu katika miradi ili tuweze hii jumuiya yetu ipate nguvu, na tutaendelea kushirikiana. Kwa hiyo kwanza nashukuru kwa kujalika kwa mgeni rasmi leo. Nawashukuru sana na nawashukuru kwa zawadi mlionipa, na siku zote jumuiya ya wazazi mnakuwa mnanipa zawadi. Nawashukuru sana. Hii inanipa moyo kwa kutambua michango yangu. Nawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Wajumbe wote nawashukuru sana. Nawatakia kazi njema. Nawatakia safari ya kurudi majumbani kwenu salama. Tunaomba Mwenyezi Mungu katika hiki kipindi cha funga la Ramadhani na
karisma. Mwenyezi Mungu atujalie tuliombee taifa letu. Mwenyezi Mungu aijalie taifa letu liwe na amani na mshikamano na umoja, na tujalie sisi wote afya njema tuweze kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Mwenyezi Mungu atubariki sana na asanteni sana kwa kusikiliza. Ziwe na nguvu na misuli ya kupambana kiuchumi. Hizi jumuiya zote tatu tutaendelea kushirikiana, na mimi naahidi Mwenyezi Mungu akinipa afya na nyinyi wote kwa kushirikiana tutaendelea kupambania jumuiya zetu zote. Nimefurahi sana leo kwamba imeendeshwa semina hapa. Kwanza semina kwa ajili ya bima ya afya wote. Mheshimiwa Rais aliahidi katika kipindi hichi anachoingia katika ilani ya chama chetu, yeye akasema katika siku zake 100 atahakikisha bima ya afya kwa wote inapatikana. Na Mheshimiwa Rais ameitekeleza na imeanza kwa nguvu sana. Kwa hiyo tunampongeza na tunampa pongezi kubwa Mheshimiwa Rais, ameitekeleza ahadi zake. Sisi Iringa vijijini tumepata neema kubwa sana. Lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais, ametuletea miradi mingi sana. Hiyo miradi sisi CCM ndio tunaosimamia ilani. Kwa hiyo ninachoomba nyinyi wanachama wa CCM, jumuiya ya wazazi na wote, twendeni tukasimamie miradi yetu, tusiogope. Tukikuta miradi inasuasua, tuambie serikali kwamba inasuasua. Sisi CCM tunaowaombea kura wao. Kwa hiyo sisi ndio tunakuja kutukana kwenye majukwaa. Kwa hiyo hiyo miradi yote jamani, naomba kule, kwa sababu sasa hivi kila sehemu miradi inakwenda. Kwa hiyo tusimwangushe Mheshimiwa Rais na chama chetu. Sisi viongozi wote wa chama wote tushuke chini tukasimamia miradi yetu ili itekelezwe kwa ukamilifu. Hiyo jamani, naomba sana hii miradi iendelee kwa ukamilifu. Usiku wangu sijajutia ndani ya Mafinga mjini. Huduma nzuri ya chakula hapa, mambo yote ya Tanga Cafe. Hakika nimeshuhudia radha ya Tanga ndani ya Mafinga. Usiku nilipata chips nyama choma pembeni na maji safi ya CF Natural Water, huku nikisindikizwa na maziwa fresh ya Asas. Hakika Mafinga tamu kama Tanga, na mambo ya Tanga Cafe inaakisi uzuri wa Mafinga. Uwapo hapa mambo ya Tanga Cafe Mafinga utapata rolls kwa shilingi 500, andazi kuoka kwa shilingi 500, andazi mafuta matatu kwa shilingi 1000, muffins ama cake kwa shilingi 1000, half cake kwa shilingi 500, sausage kwa shilingi 1000, mayai mawili kwa shilingi 1500, sambusa kwa shilingi 500, meat chop kwa shilingi 2000, egg chop, wali maua au wali mboga kwa shilingi 3500, wali maua au pilau nyama kwa shilingi 4500, wali maua au pilau rosti maini kwa shilingi 5500, wali maua au pilau rosti ama foil shilingi 6000, wali maua pilau kuku mkavu shilingi 8000, wali maua au pilau kuku makange, wali maua au pilau samaki, pizza bread, bayed, viazi, magimbi, mihogo, kaukau, chapati, vitumbua, vinywaji, juisi ya parachichi ama passion, juisi ya karoti ama passion, juisi ya miwa, juisi ya tikiti ama mint, juisi ya tende au maziwa safi ya Asasi mtindi. Maji CF tupo Mafinga mjini, jirani na sokoni. Tupigie simu namba 0762 339294 au 0785 889487. Mambo ya Tanga Cafe Mafinga, ladha ya pwani, moyo wa Mafinga. Ndiyo, mambo ya Tanga Cafe Mafinga. Waja leo kuondoka majaliwa, maana bei zetu ni nafuu sana na chakula ni kitamu. Hii ni awamu yangu ya 3 sasa kufika Iringa. Awamu yangu ya kwanza nilipata huduma nzuri sana ya malazi kutoka Lunofu Lodge. Ila awamu yangu ya pili nilikosa nafasi Lunofu Lodge. Nilijuta sana. Hii ni mara yangu ya 3 kufika Iringa. Safari hii nimepata loji nzuri ya Wuse Tuheke. Hakika ni nzuri na wahudumu wake ni wakarimu kweli. Ndiyo, Wuse Tuheke Lodge ni loji nzuri sana. Ipo Muungano Frelimo, ina vyumba self-contained vyenye TV, maji ya moto, wifi bure, parking salama, ulinzi wa uhakika, masaa 24. Sasa wapigie simu namba 0797 431922 au 0765 907690 leo. Wuse Tuheke ni lugha ya Kihehe, pamoja tunasema njoo tucheke. Ndio tunacheka kwa furaha nzuri wakati wote. Oh, kumbe basi nataka tena. Je,
Unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya Radio Mdaburo, Radio Kilolo, Radio Ibwanzi na Radio Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi au ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.rdo.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania.